Mvutano unazidi kupamba moto nchini humo kati ya maafisa wa jimbo la California na utawala wa Trump, huku gavana wa California Gavin Newsom akifungua kesi dhidi ya utawala wa Trump kuzuia kupelekwa kwa wanajeshi wa kikosi cha walinzi wa taifa na wanajeshi wa kupambana na waandamanaji wanaopinga kukamatwa kwa wahamiaji na ukandamizaji dhidi yao. Gavana Newsom kutoka chama cha Democratic ameita hatua ya jeshi kupelekwa jimboni mwake kuwa ya kizembe na isiyo wanajeshi wa Marekani. Swali linaloulizwa hapa ni je, hatua ya Trump kutuma wanajeshi huko Los Angeles ni halali? Bandio Mubelwa, mwandishi wa habari na mchambuzi wa masuala ya siasa za ndani ya Marekani aliyeko Washington DC. Hili lina utata kwa sababu kama serikali ya shirikisho ikiweza kujiridhisha kwamba kunahitajika msaada kwa ajili ya kukabiliana na kitu ambacho kinahatarisha usalama wa taifa, rais anayo mamlaka, anaweza akafanya hivyo. Lakini wakati wakitokea maandamano, ilipokuwa kitokea kule maeneo ya nafikiri Minnesota, wakati wa Black Lives Matter, Rais Donald Trump alipozungumza akasema kwamba sababu pekee hawezi kupeleka majeshi kule ni kwa sababu alikuwa hajaombwa, licha ya kwamba tayari Minnesota walikuwa wameelemewa, lakini anasema alikuwa anasubiri maombi rasmi kutoka kwa governor na mayor, na hiyo imeanza kucheza juzi kwa sababu sasa hivi wakati governor na mayor wanasema usilete kwa sababu utasababisha vurugu zaidi, yeye bado amepeleka. Gavana wa California Gavin Newsom amesema kwamba hatua iliyochukua Trump haikuhusu usalama wa umma bali ilihusu kuridhisha kiburi cha rais, na tayari amefungua kesi dhidi ya utawala wa Trump kupinga wanajeshi zaidi kupelekwa huko. Mwanasheria mkuu wa jimbo la California Rob Bonta alisema hatua ya Trump ina hujumu uhuru wa jimbo hilo la California. Unadhani kwa nini rais akakurupuka kuchukua uamuzi huo wa kutuma jeshi kudhibiti maandamano labda bila kushauriana na viongozi wa jimbo hilo? Mambo mawili. Kwanza ni tatizo leo lianzisha yeye, kwa sababu hapa kilichozungumzia si kwamba wanakamata watu. Tukumbuke kwamba Rais Barack Obama alirudisha nyumbani watu wengi kuliko Donald Trump hata ambavyo amewahi kufanya. Lakini issue ni kwamba amewarudisha vipi, amewakamata katika mazingira gani, amewapeleka wapi? Watu wanahisi kwamba ilikuwa ni target. Lakini ukumbuke pia kwamba Rais Donald Trump alikampeni katika kufanya hiki anachokifanya hivi sasa. Kwa hiyo yeye si mtu na kitabia, si mtu ambaye anakubali sana kupingwa kwa namna yoyote, na ndio maana amekuwa akiwafukuza na pengine kuwasema vibaya hata watu ambao walipata kumuunga mkono. Inaonekana ni movement ya kisiasa, lakini anasema kwamba mimi ni mandate ambayo nilipewa na watu wa Marekani wakati wananipigia kura. Kwa hiyo hakuna ubishi kwamba licha kwamba anataka lionekane kama ni swala la kiusalama, lakini ni swala la kisiasa zaidi, hasa katika kuhalalisha kile ambacho alikuwa ameahidi. Mubelo, tumzungumzie Senator Bernie Sanders, mmoja wa wanasiasa mashuhuri wa mrengo wa kushoto. Amemshutumu Rais Trump kuipeleka Marekani kwenye njia ya utawala wa kimla. Ameorodhesha vitendo vya Rais Trump vinavyoashiria kupindisha misingi ya kidemokrasia, ikiwa ni pamoja na kuvishtaki vyombo vya habari vinavyomkosoa. Kauli kama hizi zinaiweka wapi Marekani? Zinaimulika Marekani. Ukijua vizuri siasa Marekani, utaanza kupata wasiwasi na pengine kuanza kuwaza wanapata wapi ujasiri wa kuanza kukosoa siasa za watu wengine. Anachokifanya Donald Trump mpaka hivi sasa hajavunja sheria hata moja. Kwa maana nyingine ni kwamba kuna mianya mingi katika katiba na sheria za Marekani ambazo zipo pale, lakini hazikupata kutumiwa kulingana na aina ya viongozi ambao Marekani ilipata kuwa nao. Hiki pekee kinachofanya kinamulika ama kuangaza namna ambavyo Marekani wanatakiwa kuwa makini zaidi, kwanza katika kutambua sheria zao, pili kutambua mamlaka ya rais, lakini tatu kufikiria zaidi pale anapokuwa anampa mtu madaraka, wakitambua kwamba kama ni mtu asira anao uwezo kufanya mambo namna gani na anaweza akatuathiri kwa kiasi gani. Maoni ya umma yanaelekea upande gani katika hili analolifanya Trump? Hakuna kipindi ambacho Marekani imegawanyika kama hivi sasa. Yaani kuna kitu ambacho nafikiri Marekani sasa hivi tumefikia mahala ambapo hajalishi Trump atatoa hotuba nzuri kiasi gani, kuna watu watasema kwamba ni hotuba mbovu kupata kutokea. Trump anaweza akasimama akapiga tu mluzi, na baadhi ya watu wakasema kwamba hii ni kati ya hotuba bora zaidi. Nchi imekuwa iko very partisan, wanaita hivyo, imegawanyika kiitikadi katika fikra ambazo zimefikia kwamba ni ngumu kuelewa uhalisia wa watu wanasimama wapi.